Mtazamaji wa Dodoma Leo Digital, kutoka jijini Dodoma, tunakuletea maswali na majibu aliyoulizwa Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa alipokutana na wanahabari kuelezea utekelezaji wa majukumu katika wizara yake. Miongoni mwa mambo muhimu aliyoulizwa ni pamoja na ubora, utendaji kazi na ustawi wa treni ya mwendokasi maarufu kama treni ya SGR ambayo pia ilipata mtikisiko kunako mwezi Disemba baada ya kusimamishwa shughuli kwa siku kadhaa. Swali lingine lililenga barabara ya Iringa Mbeya. Waandishi wa habari wanataka kujua kulikoni, kwani barabara hii imekuwa chakavu na inaleta usumbufu mkubwa kwa wasafiri. Lakini moja kati ya maswali pia yalikuwa ni ustawi wa shirika la ndege la ATCL pamoja na ofa ambazo wamekuwa wanazitoa za punguzo la nauli kila baada ya muda. Haya, tumsikilize Mheshimiwa Waziri akijibu maswali ya wanahabari. Naitwa Richard Mwikenda wa blog ya Taifa CCM na kamanda wa matukio online TV. Katika siku 100 za uongozi wa awamu ya pili, tuseme awamu ya 6 kipindi cha pili cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ATCL ilitoa ofa kwa wananchi wakati wa sikukuu. Walikuwa wanasafirisha kwa shilingi nafikiri 100,000. Kitu ambacho kilipokelewa vizuri sana na wananchi. Je, hamoni hicho kitendo au mna mpango gani wa kuendelea na hizo ofa ili wananchi wa kipato cha chini waendelee kuifaidi ATCL hasa siku za sikukuu zijazo? Lakini swali la pili sio swali, ni ombi. Na juhudi kubwa zimefanyika kuhusu ujenzi wa reli SGR hasa kutoka Tabora kwenda Kigoma, ambako kwa kweli mtakuwa mmewakomboa wananchi wa huko, tuseme wa Tanzania kwa ujumla. Lakini kuna waandishi ni jicho na sauti ya wananchi. Mnaonaje kama mtapanga ziara ili waandishi wa habari wakajionee kinachoendelea huko na kutoa taarifa kwa wananchi? Naomba maswali ya moja kwa moja. Asante, naitwa Deo Kaji Makomba, natoka Deutsche Welle na Focus News Tanzania TV1. Mheshimiwa Waziri, swali langu ni moja. Inaonekana kuna uhitaji mkubwa sana wa wasafiri wanaotumia SGR. Nimebaini kitu kama hicho. Treni inajaa, abiria wengine wanakosa, ama wale wanaotaka kusafiri wanakosa nafasi. Je, serikali ya Tanzania ina mikakati gani kuhakikisha kwamba hii treni ya SGR labda mnaongeza kama ni mabehewa au ni vichwa, ili wananchi wasipate tabu ya kukosa usafiri huu ambao umekuwa ni muhimu kwao? Asante. Tunaomba maswali yawe moja kwa moja, msizunguke sana, hatuna muda. Waziri ongera, jina langu ni Muntari Ngoma kutoka shirika la utangazaji Zanzibar ZBC Dodoma. Maswali yangu mawili tu madogo sana. Kufuatia tatizo ambalo tumeshuhudia siku za hivi karibuni kuhusiana na kuharibiwa kwa miundombinu ya usafiri wa SGR, serikali inatuhakikishia vipi kwamba maboresho yanayofanyika sasa hivi hayatakuja tena kuleta usumbufu kwa wananchi? Swali la pili, Afcon tayari kumzia kuhusu SGR iliyotokea wakati wa mvua vipi? Wakati wa mvua. Swali la pili ni Afcon tayari imefika hiyo, na sisi tumejipanga vipi sasa kuhakikisha viwanja vyetu vinakuwa safi, ikiwemo kiwanja cha Msalato ambacho pia nafikiri kitakuwa ni kiwanja cha kimkakati. Kasi ya ujenzi wake serikali inaridhika nayo? Asante. Ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Msalato. Atasema mtu wa habari hapo, wizara ya habari. Anyway, tutaendelea. Mheshimiwa Waziri, naitwa Saida Isa, ni mwandishi wa magazeti ya Zanzibar Leo. Na mimi nilikuwa na swali la nyongeza kwa Deo Kaji kwamba kiu ya wananchi ni kupata usafiri wa haraka na tayari SGR imekuja. Mna mpango gani wa kuongeza? Yaani mtu iwe kama kwenye mabasi, unakata tiketi na kuondoka hapo hapo, sio hivi mtu unaenda unakata siku 2 au siku 3 kabla. Okay. Swali la mwisho. Naitwa Lois Joseph wa EATV. Kwanza ongereni, nchi imeunganishwa kwa barabara, lakini barabara nyingi zimechoka za kuunganisha nchi.
natolea mfano barabara 2, Dar Morogoro, Iringa Mbeya, na maeneo mengine ya nchi. Barabara zimechoka. Sasa sijajua maboresho ya hizo barabara zinaendaje. Kingine natamani kujua SGR ya mizigo imefikia wapi. Na swali langu la 3, tuna mkataba mpya wa TAZARA kati ya Zambia, China na Tanzania, lakini bado malalamiko ya wafanyakazi wa TAZARA yamedumu kwa miaka mingi sana. Sasa mkataba huu mpya una matumaini gani kwa wafanyakazi wa TAZARA hasa wa Tanzania? Mheshimiwa, karibu kwa majibu. Okay. Kwanza ninawashukuru nyote mliouliza maswali. Ni maswala mazuri, na sisi kama wizara nasema tutaendelea kuboresha. La kwanza, ofa inayotolewa na Air Tanzania. Air Tanzania inaendelea kutoa ofa kila baada ya siku au kila mara. Last week au siku 4 zilizopita ofa ilifikia mpaka shilingi 99 kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma. Huu ni utaratibu wa shirika la ndege, na tutaendelea kutoa ofa kila baada ya muda. Kwa hivyo naombe tu wa Tanzania wapitie kwenye mtandao wa Air Tanzania, waangalie hizo fursa zinapotokea. Siwezi kuambia kesho na nini, lakini kila baada ya muda tunatoa hizo ofa na tutaendelea kufanya hivyo. Na ofa hizi zitaendelea kuwepo mpaka mwezi wa April. Tutaendelea maeneo mengi, sio hapa tu, hata kule tulipokwenda kule Accra tunatoa ofa, Nigeria tunatoa ofa, Victoria Falls tunatoa ofa. Tunaendelea kutoa ofa kila mara, na tutahakikisha kwamba tunaendelea na utaratibu huu wa kudumu ili wa Tanzania na wao wafurahie shirika lao la ndege. Kwa vile nafikiri limekaa vizuri. La pili, kunaendelea ujenzi tumesema huko Kigoma, Tabora wa SGR. Anauliza kwa nini waandishi wa habari wasipate hiyo fursa. Sisi tutafanya hivyo, sio waandishi wa habari tu. Tunapeleka wanafunzi, tunapeleka vijana. Waandishi wa habari tutaanzisha program maalum ili na nyinyi mpate fursa. Sababu nyinyi mkielewa, tunaamini mtaelewesha vizuri umma wa Tanzania. Kwa vile nafikiri hilo liko vizuri, tutaorganize tu hasa kutoka hapa Dodoma. Moja sasa tuanzie hapa Dodoma. Kwa vile tutafanya kuanzia hapa Dodoma. Na tumefanya mara nyingi hii, na tutaendelea kufanya kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata hiyo fursa. Swala jingine lilokuwa limekuja ni kuhusu mabehewa. Kwanza mimi nashukuru sana kwa Tanzania, wamepokea SGR vizuri. Ule mradi ama hii usafiri ni usafiri mzuri, ni usafiri wa kisasa. Katika nchi zetu Afrika Mashariki, pengine hata na kati, ni Tanzania tu peke yake tuliona SGR ambayo ina uwezo wa kutembea kilomita 160 kwa saa. Kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma unatumia takriban masaa 3 mpaka masaa 3.5. Kila Mtanzania anataka kupata hiyo fursa. Sasa sisi kama wizara tunajua tumeleta mabehewa kutosha, tumeleta vichwa vya kutosha, lakini tutaendelea kuongeza kuhakikisha Watanzania wakifika pale wasikae masaa 3 ama wasifanye booking siku 5 nyuma ili kupata safari ya leo. Ili tumelichukua, tunaenda kulifanyia kazi. Projection ya mwanzo nafikiri haikuwa hatukutegemea kupata hiyo mwitikio mkubwa, kwa vile nafikiri sasa kazi yanaletwa mabehewa mengine, nafikiri sasa hivi yanatengenezwa. Hivi karibuni tutapata mengi mabehewa, na tutahakikisha kwamba tunatoa hiyo fursa mzuri na Watanzania wanaitumia reli yao ili waweze kufanya shughuli zao na biashara zao kwa urahisi zaidi. Jingine ni kuhusu suala la reli ya mizigo. Reli ya mizigo wa SGR inafanya kazi na imeanza nafikiri mwezi June kama sikosei, June mwaka jana, na inafanya kazi. Na hata kwenye ripoti yangu nimesema tumesafirisha SGR na SGR karibuni tani 87,000 kwa kipindi takriban cha miezi 6 tu. Kwa vile inafanya kazi vizuri na tunaendelea kuboresha, na kama tunavyosema mabehewa mengi atakuja kuhakikisha kwamba mzigo wote ama kwa asilimia kubwa upite kwenye reli yetu ya SGR, na hii itawezesha barabara zetu ziweze kudumu muda mrefu, na vile vile zitapunguza ajali mbalimbali. Suala jingine limetoka ZBC ambalo
anapenda kufahamu changamoto iliyotokea wakati wa kipindi cha mvua, je, haitojitokeza tena? Ukweli wenyewe, reli hile kwanza imesanifiwa katika viwango vya juu, vya hali ya juu sana. Daraja lile limekwenda chini takriban mita 30. Mita 30 maana yake nini? Ni magorofa 10. Lakini ikitokea tatizo la mvua, ikitokea tatizo pengine la upepo mkali, lazima tusimamishe reli kwa usalama. Sisi kwetu sisi, usalama wa Tanzania ni first priority. Sio kwetu tu. Hata juzi, December during Christmas time, wakati wa Christmas, Eurostar, reli inayosafiri kutoka UK kwenda Paris, ilisimama kwa muda wa siku 5. Kwa sababu kwenye usafiri wa reli, usalama ndio kitu cha kwanza. Kwa vile sisi tutaenda, tutapeleka abiria, lakini tukiona kuna tatizo lazima tunatafuta usalama kitu cha mwanzo. Hatutaki leo tunapeleka tu halafu inakuja kutokea tatizo. Lakini kwa ufupi, reli yetu iko vizuri, reli yetu imesanifiwa kwa viwango vya hali vya juu na hakuna tatizo lolote. Mimi nimeenda pale, tumeangalia ile hali ilivyo, ilikuwa hakuna tatizo lolote. Isipokuwa nafikiri cha msingi, na napongeza sana TRC, endeleeni kusimamisha reli kama kunakuwa na changamoto. Usalama wa Tanzania ndio first priority. Usalama wa Tanzania na mali zao ndio kitu cha msingi kwetu. Kwa vile naomba nieleze hivyo wa Tanzania na waelewe, sisi tukifanya vile tunafanya kwa sababu tunaangalia usalama kwanza. Swala jingine ambalo limeulizwa ni kuhusu kiwanja cha Dodoma, kuhusu Afcon. Nafikiri ili swala lake Wizara ya Habari na Utangazaji wanalijua zaidi, na mimi linaenda vizuri. Nafikiri watalizungumza. Cha Msalato cha yapote. Msalato tuko vizuri. Hapo sasa nimepata. Samahani sana. Msalato kwanza, mradi ule umegawika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni runway, njia ya kurukia na kutulia ndege, ambao sasa hivi imefikia takriban 99%. Basically imemalizika, na mmeona wakati wa shughuli hapa tayari ndege zimeweza kuruka katika kiwanja kile pale. Eneo jingine katika mradi ule ni jengo la abiria, yani terminal. Jengo lile limefikia takriban sasa hivi nafikiria 75%. Na tunategemea itapofika mwezi Mei mwaka huu kiwanja kitakuwa tayari. Karibuni sasa hivi vitu vyote viko tayari, runway iko tayari, mifumo ya taa iko tayari, isipokuwa jengo la abiria. Tukiamua kama tunataka kuutumia, kama kuna umuhimu sana wa kuutumia, tunaweza kuutumia mpaka kesho. Sababu tunaweza kuongoza ndege kwenye uwanja wa ndege ule kupitia airport ya Dodoma. Inafanyika sana. Lakini tunataka kila kitu kiende vizuri, tufanye uamuzi, yani tushafanya uamuzi kwamba mwezi Mei itakuwa tayari. So kabla ya wakati huo ya Afcon, kiwanja cha ndege cha Msalato kitakuwa kiko tayari. Sio Msalato, sio airport tu, lakini na SGR. Naamini watu wengi wakati huo watapita kwenye SGR. Na sisi nafikiri tutakuwa tumejipanga, mabehewa kutosha, viwanja vya ndege vyote vitakuwepo Msalato pamoja na hapa Dodoma mjini, na nafikiri tutaenda vizuri. La mwisho, barabara ya kutoka Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, na kutoka Dar es Salaam, Morogoro, Iringa zimechoka sana. Ni kweli, na serikali tunalijua hilo, na tuko katika utaratibu wa kuzifanyia matengenezo makubwa. In fact, kuna mpango wa kujenga expressway. Wizara ya Uchukuzi hawapo hapa, lakini naamini kuna mpango wa kujenga expressway kutoka Kibaha mpaka Morogoro, alafu Morogoro mpaka Dodoma. Wabena najua serikali tunalijua barabara hizo zimechoka, na la msingi kwamba mizigo mingi sasa tunaitoa kutoka kwenye barabara tunaipeleka kwenye SGR. Lakini na barabara hizo serikali itaitengeneza kuhakikisha kwamba wananchi wanapata option wanaotaka. Wakitaka kwenda kwa barabara, wakitaka kwenda kwa reli, wanaweza kutumia njia yoyote wanayoamua. La mwisho kuhusu Tazara. Tazara pamekuwa na changamoto nyingi, ni kweli. Hata wiki 2 tulizopita tulikuwa na matatizo pale, tulienda na tukatatua.
lakini lengo la serikali ya kutafuta mwekezaji ni kuhakikisha kwamba matatizo ya TAZARA yanakwenda kukoma milele. Hilo la kwanza. La pili, kuhakikisha kwamba tunafungua bandari yetu ya Dar es Salaam na maeneo mengine. La tatu, tunafungua korido yote ya TAZARA, sababu korido ya TAZARA, kila inapopita TAZARA kuna fursa nyingi, lakini Watanzania bado hatujaweza kuzitumia fursa hizo. Sasa kwa kushirikiana na mwekezaji huyu, kwa kushirikiana na wawekezaji wale, tutahakikisha kwamba korido ya TAZARA tunaifungua na Watanzania wanapata ajira, wanafanya biashara na uchumi wetu unakuwa. Lakini la msingi tunalotaka kukuhakikishia, mwekezaji yule atapoanza kazi, matatizo ya TAZARA yataisha 100%. Nafikiri nimejibu masuala yote, au kuna jingine nimelisahau?